Sisi kama machinga tumejitokeza hadharani kwanza kukataa kata maandamano ambayo yatafanyika na kikundi chochote na taasisi yoyote. Maandamano hayo kama yapo kinyume na utaratibu na sheria za nchi yetu. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara wote machinga. Tunapoamka asubuhi, sisi kazi yetu ni moja tu, kutafuta riziki, kuhakikisha kwamba tunatoka hapa tulipo, tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kuelekea kwenda kuwa walipa kodi wa baadaye. Kwa hiyo muda wa kufanya maandamano sisi kama wafanyabiashara wadogo hatuna, na kila siku tunapoamka sisi kazi yetu ni kutafuta riziki. Lakini swala la pili, tumesikia kwamba kuna baadhi ya maeneo yetu ambayo tunafanyia biashara watakuja kufanya mikutano. Sisi tuombe jeshi la polisi, kama wamewaruhusu wao kufanya mikutano yao, basi watafute maeneo ya wazi waende wakafanye hiyo mikutano yao, lakini sio sehemu zetu za kufanyia biashara. Tumesikia wanasema watakuja Kariakoo kufanya mkutano. Sisi tunasema tunawaomba mamlaka wawatafutie maeneo ya kuenda kufanyia mikutano. Na katika hili sisi tuwaombe jeshi la polisi, lakini na mkuu wetu wa nchi. Nchi yetu ni ya amani. Sisi tunatamani tuendelee kufanya shughuli zetu zile za kila siku ili tuweze kukuza uchumi wa nchi yetu. Lakini pia tuwaombe na hao ambao wamefika mahala sasa wamekuwa wakitutaja kwa jina, sasa hatujajua uzuri wa sisi wa kesho kutwa kutuelekeza kwenye hayo maandamano, na wakati kipindi cha nyuma kuna mwanachadema mmoja alishasema bodaboda ni laana. Sasa huu uzuri wa leo ili twende tukawasapoti hatujajua unatoka wapi. Kwa hiyo tuwaombe sana, kwa sababu sisi tunaamini Mheshimiwa Rais ametoa njia nzuri za mazungumzo, ana maridhiano. Kwa hiyo waende wamfuate Mheshimiwa Rais wakazungumze naye ili waliziane kuliko kutuweka sisi barabarani. Na nataka niwaambie waandishi wa habari, sisi machinga na bodaboda maisha yetu ni barabarani. Embu wasio wanatuona sisi kama ngazi. Sisi tunajitambua, sisi tumeenda shule na sisi tuna uelewa wetu, ila tu kwa sababu kosekana kwa ajira tumebidi kupata hii ajira ya usafirishaji, na ajira hii ya usafirishaji tunapata kiasi cha pesa hata kushinda mtu ambaye anafanya kazi ofisini. Kwa hiyo kila yanapotokea maandamano tunaona wengi wanakuja kutuhusisha sisi. Sasa je, sisi isiwe ngazi? Alafu sisi kila siku wasio wanatuona bodaboda waliotoka miaka 10 nyuma sio bodaboda wa sasa. Bodaboda wa sasa ni watu ambao wanajitambua, bodaboda wa sasa ni watu ambao wana familia zao. Lakini leo wewe unakuja kuwahitaji watu wa bodaboda waje kwenye maandamano yako, kisha ulishawaambia hii kazi ya laana. Kazi ya laana mtu anasomesha wanae, kazi ya laana mtu ana wake na watoto, kazi ya laana mtu analipa kodi ya nyumba. Kwa hiyo kwa haya machache tunatoa tamko, sisi kama waendesha bodaboda ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na bajaji hatutahusika katika hayo maandamano, na niwaombe bodaboda wote na bajaji siku ya tarehe 24 tuendelee na ufanyaji wetu wa kazi wa kusafirisha abiria kupeleka mahala popote, na tusishirikiane kwa jambo lolote la uvunjifu wa amani ndani ya nchi yetu. Kutokana na hayo ambayo yanazungumzwa na chama husika kwamba sisi tuwe mstari wa mbele kwa kushirikiana nao kufanya maandamano, kwa kweli sisi kama sisi walemavu hatuna mpango wa kushirikiana masuala kama hayo. Kwanza tunatambua jinsi maandamano yalivyo na athari zake. Endapo kama ni amani, basi ina maana viongozi wote wahusika watakuwa wameruhusu, watafanya kwa amani. Lakini sisi kwenye kuandamana nao sisi hatupo. Ndugu waandishi wa habari, nawahakikishia kwamba sisi walemavu sio walemavu wa zamani walivyokuwa tukichukulia. Mlemavu jinsi alivyo kwa kweli anahitaji amani popote pale anapohitaji kwenda. Leo hii tunafanya shughuli zetu kwa amani zote, na viongozi wetu wa nchi wanalitambua hilo na wanatuendo vizuri sana. Kariakoo imejaa. Kariakoo hatuna viwanja vya kufanyia mikutano. Kariakoo tuna maeneo ambayo sisi wajasiriamali wadogo tunayatumia kwa ajili ya kutafuta riziki ya watoto wetu. Labda kuna jambo ambalo vyama vya siasa huwa wanakariri huko nyuma. Miaka ya zamani wao walikuwa wanatutumia sisi wamachinga kwenye maandamano yao.
jambo ambalo serikali ya sasa hivi, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kutubeba sisi kwa 100%. Sisi hatuwezi tena kutoka barabarani tukaandamana kupitia vyama vyovyote vya siasa. Kwa hiyo tuwaambie wasithubutu na wasifikiria kwamba wamachinga wanaweza wakaacha kufanya shughuli zao za kutafuta riziki barabarani na kuunga mkono maandamano yao. Hayo yatakuwa kwao ni kazi bure kwetu. Niwahakikishie, lakini pia niwaombe na niwaase wamachinga wangu, asithubutu na wala asitokee mtu yeyote kwenda kuunga maandamano siku hiyo watakayoamua wao kufanya maandamano. Mkiamka asubuhi kutoka majumbani kwenu kama ilivyo ada, muje kuja kufungua biashara zenu na kufanya shughuli zenu kama kawaida.